Mheshimiwa Spika, kuhusu mwenendo wa ulipaji wa deni la serikali, napenda kutaarifu kuwa malipo ya deni la serikali yamekuwa yakiongezeka kutoka shilingi trilioni 8.22 mwaka wa fedha 2021 hadi kufikia makadirio ya shilingi trilioni 14.20 kwa mwaka 2025-2026. Ongezeko hili ni kutokana na kuiva kwa mikopo ya muda mrefu na mikopo yenye masharti ya kibiashara iliyokopwa katika awamu zilizopita kwa ajili ya miradi ya maendeleo. Aidha, kuongezeka kwa malipo ya deni hasa la nje kumesababishwa pia na mabadiliko ya mara kwa mara ya riba katika masoko ya fedha ya kimataifa kutokana na sababu mbalimbali zikiwemo athari za uviko 19 na uamuzi wa hazina ya Marekani kubadilisha viwango vya riba vya dhamana za serikali ya nchi hiyo. Mabadiliko hayo yalisababisha baadhi ya nchi zinazoendelea hasa Afrika kushindwa kulipa madeni kwa wakati. Mheshimiwa Spika, ongezeko la deni la ndani limechangiwa na mikopo kugharamia miradi maendeleo na kulipa madeni ya ndani yaliyoiva kwa uwekezaji wa dhamana za serikali kwa utaratibu wa kulipia mtaji wa dhamana za serikali zilizoiva. Aidha, tulifanya maamuzi ya kutambua madeni mengine ya mifuko ya hifadhi ya jamii kwa serikali kupitia hati fungani maalumu isiyo taslimu yenye thamani ya shilingi trilioni 2.67. Kati ya kiasi hicho shilingi trilioni 2.18 madeni ya PSSSF ya waliokuwa wafanyakazi wa serikali kabla ya 1999 maarufu kama pre-99. Shilingi bilioni 400.71 ni madeni ya NSSF ya muda mrefu na shilingi bilioni 63.52 ni madeni ya kampuni ya ubia ya mifuko ya pensheni yani PPP, Pension Property Limited. Kampuni hii ilifadhili miradi ya serikali kwa kutoa mikopo kwa vipindi tofauti kwa ajili ya kugharamia utekelezaji wa miradi ya serikali ambao ni ujenzi wa ukumbi wa bunge hili letu Dodoma, na ujenzi wa chuo cha sayansi ya teknolojia cha Nelson Mandela Arusha. Madeni haya hayakuwahi kuwa sehemu ya deni la serikali. Kiasi cha shilingi trilioni 2.2 kilichobaki kinatarajiwa kuanza kutambuliwa ndani ya miaka mitatu ijayo kwa kuanza na mwaka 2025-2026 ambapo deni la kabla ya mwaka 1999 kiasi cha shilingi bilioni 630 litatambuliwa na deni la NHIF kiasi cha shilingi bilioni 180 zilizotumika kujenga hospitali ya Benjamin Mkapa Dodoma. Shirika la Fedha Duniani linakadiria kuwa kasi ya ukuaji wa uchumi wa Tanzania mwaka huu 2025 utafikia 6%. Pato ghafi la Tanzania la taifa limeongezeka kutoka shilingi trilioni 156.4 mwaka 2021 hadi kufikia shilingi trilioni 205.84 mwaka 2024. Hivyo basi pato la wastani la Mtanzania nalo limeongezeka kutoka shilingi milioni 2,367,411 mwaka 2020 hadi shilingi milioni 2,938,634 mwaka 2024. Pia shilingi yetu imeendelea kuimarika. Mheshimiwa Spika, kiashiria kingine muhimu cha utulivu wa uchumi ni mfumuko wa bei ambao uliendelea kuwa chini ya 5% kwa miaka yote minne. Kiwango hiki sio tu kipo ndani ya lengo letu kama nchi la kuhakikisha hakizidi 5%, bali pia ni miongoni mwa viwango bora Afrika Mashariki na kiko chini ya wastani wa mfumuko wa bei ulioshuhudiwa barani Afrika. Hali inayotokana na utekelezaji madhubuti wa sera za fedha na bajeti na uhakika wa upatikanaji wa chakula katika masoko ya ndani kutokana na kukuza tija katika kuzalisha au uzalishaji wa chakula. Mheshimiwa Spika,
Mauzo yetu ya bidhaa nje ya nchi yameongezeka kutoka dola za Marekani bilioni 6.39 mwaka 2021 hadi kufikia dola za Marekani bilioni 8.7 mwaka 2024, na kutunisha akiba yetu ya fedha za kigeni ambapo hadi mwezi Aprili 2025 tulikuwa na akiba ya dola za Marekani bilioni 5.6 inayotosheleza kuagiza bidhaa na huduma kwa miezi 4.5 kama ilivyo lengo la Jumuiya ya Afrika Mashariki. Aidha, kufuatia marekebisho ya sheria ya madini sura ya 123, Benki Kuu ya Tanzania iliweza kununua na kuweka na kuwa na akiba ya kilo za dhahabu 3424 zilizonunuliwa kwa gharama ya shilingi bilioni 702.3, na ununuzi unaendelea ili kuimarisha zaidi kiwango cha akiba tulicho nacho. Mheshimiwa Spika, kuhusu suala la makusanyo ya kodi, nilielezea Bunge kwamba ningependa kuona wafanyabiashara, wawekezaji na wananchi wanaelimishwa na kutambua kwamba kodi ndio msingi wa maendeleo ya nchi, na hivyo wawezeshwe kulipa kodi bila kutumia mabavu. Katika kufikia azma hii, serikali imeimarisha mifumo ya kielektroniki ya ukusanyaji mapato, udhibiti wa mianya ya kupoteza mapato, kuanzisha jukwaa la kodi na uwekezaji na kuijengea uwezo mamlaka ya mapato Tanzania na mamlaka nyingine za ukusanyaji mapato ya serikali. Jitihada hizo zimeongeza ukusanyaji wa mapato ya ndani kwa mwezi kutoka shilingi trilioni 1.51 mwezi Novemba 2020 hadi shilingi trilioni 3.09 mwezi Machi Nashukuru waheshimiwa wabunge. Kwa hiyo tumefikia shilingi trilioni 3.09 mwezi Machi mwaka huu 2025, ikiwa ni ongezeko la 104%. Ili kuimarisha zaidi usimamizi wa kodi nchini, niliunda tume ya Rais ya marekebisho ya kodi ambayo tunatarajia itakuja na mapendekezo yatakayoleta mageuzi ya kiutendaji kwenye mifumo wa utozaji na ukusanyaji wa kodi nchini. Mheshimiwa Spika, ili kutoa huduma bora kwa wananchi, bajeti ya serikali imeongezwa kutoka shilingi trilioni 34.88 mwaka 2021 hadi shilingi trilioni 50.29 mwaka 2024/25, ikiwa ni ongezeko la wastani wa 8.84% kwa mwaka. Nalishukuru sana bunge hili kwa kupitisha bajeti hizo. Kwa kweli bajeti zilizokuwa zikipitishwa na bunge hili zimekuwa kichocheo kikubwa cha maendeleo kwa kuboresha huduma za kijamii na kuwezesha utekelezaji wa miradi mbalimbali ya kimkakati. Mheshimiwa Spika, hadi kufikia Mei 2025, deni la serikali lilifikia shilingi trilioni 107.7. Kati ya deni hilo, deni la nje ni shilingi trilioni 72.94 na deni la ndani ni shilingi trilioni 34.76. Kuongezeka kwa deni la serikali kumetokana na sababu mbalimbali. Mojawapo ni kupokelewa kwa fedha za mikopo mipya na ya zamani ambayo mikataba yake iliingiwa tangu serikali za awamu ya nyuma kwa ajili ya utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Ni vyema tukafahamu kuwa mkopo unaweza kusainiwa leo, lakini fedha husika zikaanza kupokelewa baada ya maandalizi ya mradi kukamilika na mradi kuanza. Hivyo ili liwe deni au mkopo huo uingie kwenye deni la serikali, ni lazima serikali iwe imepokea fedha hizo, huduma au vifaa tulivyokubaliana. Hivyo ni vyema wananchi wakaelewa kuwa katika awamu ya 6, pamoja na kusaini mikopo mipya, lakini pia tumeendelea kupokea fedha za mikopo ambayo ilisainiwa katika vipindi tofauti
na kuongeza kiasi cha deni la serikali. Kwa mfano, awamu ya 6 imepokea kiasi cha shilingi trilioni 11.3 ikiwa ni mikopo iliyosainiwa na awamu zilizopita. Sababu nyingine ongezeko la deni la nje ni kuimarika kwa dola ya Marekani dhidi ya shilingi ya Tanzania. Kwa mfano, mwezi Machi 2021, kiwango cha kubadilisha shilingi ya Tanzania dhidi ya dola za Marekani kilikuwa shilingi 2298.5, wakati mwezi Machi mwaka huu 25 kiwango hicho kilikuwa 2650. Hivyo endapo deni la serikali litatajwa kwa shilingi za Tanzania, ni lazima lionekane limeongezeka. Mathalan, kwa sasa deni limeongezeka kwa zaidi ya shilingi trilioni 3.9 kutokana na exchange rate. Hatua hii ya kushuka kwa thamani kwa shilingi dhidi ya dola ya Marekani isichukuliwe kama ni hatua hasi, bali ilikuwa ni hatua muhimu ya kukabiliana na mtikisiko wa uchumi wa dunia. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.